Imodenya onyaka usioteso aderirie Ome nibetie Kwehoga ona koya Modenya mwema usioteso aderirie Nibetie Kwehoga ona koya Modenya mwema usioteso Tumetoka pande ya mbele. Nataka kupatia chance pia. Wimbo moja salimieni. Wageni wa kutoka mbele. Na emu mbaiji. Warakishe. Kristo bitawabika kanini Wanjiru umambere kuhonoka na kwenda mbaye chukuna rimbono mukonokanya rutaga moyo wake wemwene yako yameijerelia nako amapena mandu Uri
Praise God. So our topic today is ni mtu mmoja from this side atuambie. Our topic today is faith in a shifting world. Madhani ya gosho. So my first thing is kuuliza, my first question is, what is faith? Wĩtĩkio nĩ kĩ? What is your understanding of? Waigua wĩtĩkio, waigua faith, what comes in your mind? Madhani ya rogosho. And my definition of faith is from Hebrews 1:11 and verse 1. Na sitasoma, inasema faith is the substance of things hoped for. Madhani ya rogosho. It's a substance of things hoped for. Na tukiangalia hii aspect ya in a shifting world. Na turariria youth ri niki gitumaga to shift from our faith. Madhani ya rogosho. Msichana mmoja anaweza niambia ni nini inafanyanga faith yako ishift from God, especially in the current world. Madhani ya rogosho. Tuambie moja. Lose of focus. But nini inafanyanga lose focus? Tukibase nini our topic in a shifting world. Maybe social media. Madhani ya rogosho. Nĩũkoraga nĩũraikara TikTok-inĩ the whole night. Madhani ya rogoci. Na niki ũkoragwo ũkiona hĩndĩ ĩyo wĩ TikTok-inĩ. So many things zenye zinaweza fanya ukue discouraged. Madhani ya rogoco. Na wona maũndũ maya tarĩu andũ arĩa marathoma nĩ ũgũthiĩ wone maybe a certain person alifanya kitu fulani. Na we you are not capable of doing that. Praise God. So ugakorwo faith yako nĩ rathiĩ thĩ. Nini ingine? Maybe video zenye tuna watch siku hizi. Kuna a lot of things happening. That is, unaweza enda kwa simu yako, kila mtu sahi ako na smartphone. So unaenda maybe una watch those videos, you know them, si ndio? Zinafanya maybe faith yako iende chini more than orehe ogosi. So with that, with the shifting world, how do you keep your faith? How do you keep your faith in God? So number one, nataka kukuwa as brief as possible because of time. Number one is the word of God. Praise God. Tujibase sana. Usome the word of God. Word of God ni gutuma ukorwo we rooted in God. More than ya roho yogoshi. Tukiangalia in the Bible, unaweza ona the story of Abraham. Abraham in the Bible turirikanaga abire kwitwo ni Ngai akirwo ume bururi uri uthie to where I will itakupeleka. Si ndio? Na alienda, aliobey hata hakuwa anajua naenda wapi. Mother na roho yogoshi. So with that, hata kama hujui what next, what are you going to do? Ule moyo ama preacher atuerire. You know that God ako na wewe, si ndio? Hata kama hujui, unajua Mungu ako na wewe, si ndio? And we know that all things work together. All things work together for good. So the word of God, usome the word of God, ukue rooted in the word of God. Hata kama vitu zitakuwa nini, obey the word of God. Mwathani ya gosho. The other thing, going to church, ukorwo na ushirika na andũ arĩa yake ya roho waku. Mwathani ya roho yogosi. There is nini imekuwa ikiendelea sana in our generation, inasema saying that I left what? I left and not. Is that relatable? Is that even munaona aje? But najua hao watu hatuko na wao hapa, si ndio? Because sisi tuko church na tuko in the house of God. Watu wanasema I left church and not God. But niki gituma tuthie kanitha, niki gituma tuthie nyumba-inĩ ya Ngai. Nigetha uheo kiugo kiu kigie na muoyo thĩinĩ waku. Mwathani arohe ogoci. Na igatuma uhote guthie na mbere. Ona maundu maya mothe magishiftaги. Unapata unaenda kwa social media, unapata a lot of things are happening. Sijui umesikia nini naendelea. Uko rooted in the word of God. Si ndio? Umekuja hapa umejazwa na andũ ciothe matwarie ciugo cia bata. Ni mako tumite ngoro yaku ikorwo ifirm in faith. Mwathani aheo goci. So tusiache church, tukue na ushirika na watu, tukue na fellowship na tupende Mungu. Mwathani aheo goci. Ukiangalia another example in the Bible, tunaangalia the story of Job. Job
ata kama hehe ndi gwakinyire maundu makirura muno mundu uyu agikorwo maundu mothe matira work, Mwathani aheo goshi. But huyo mtu alisema, kuna time aliambia Mungu, even if you slay me, I will trust in you. Praise God. Unapata vitu haziwork. Maybe wenye wako shule school fees imekosa, but unajua tu for sure God will come through for you. Mwathani aheo goshi. Mimi sitaki kwenda sana because of time. Nataka tu kushorten as much as possible. Tuangalie tu the last one, which is Jesus. Ndio? Saa hii tuna celebrate nini? Which is kuriuka kwa Yesu, niguo? Tuna celebrate kuriuka kwa Yesu. Na ukirora riria Yesu ambagwo mutharabai-ini ri, he andu matwaranite nake, si ndio? Who are the disciples na andu aria othe ahunjirie na magetikia. Na nĩ gwakinya ihinda ria gukua kwa Yesu. Nĩ kinya ihinda riake ria guthie kwambwo. Tunaambiwa on Friday kila kitu ilikuwa so dark, si ndio? Hata the disciples unaweza jiuliza, walikuwa wanajiuliza what is this? Sisi na sisi tuta aid aje kama huyu ni yeye? Tulikuwa tumetrust na niguo aid. Mwathani aheo goshi. So tunaona hiyo Friday everything was dark, si ndio? Watu wame lose hope, watu wame lose, hata hawajui nini itaendelea. But hakuwa na Sunday Yesu akiriuka. Mwathani aheo goshi. Na hau niho maundu mothe kwagire na kirekaniro kieru, gukigia maundu mothe makieruha, tukicenjerwo ni ithuĩ miturire, tukigia na kuoherwo mehia. Mwathani aheo goshi. So despite of the situation that we may quite be facing, ujue ni kuri sad, ni kuri muthenya wa kuriuka kwa Yesu, si ndio? Na riria ariuka gikuno no kwaga kiagaga hinya. Mwathani aheo goshi. Maundu mau mothe makoretwo magituhinyiriria as young people, no kwaga magaga hinya. Praise Jesus. Praise God. So mimi nitauachia hapo, na nimefurahi kukuja hapa. Nimefurahi sana. This is the first time nimekuwa kwa hii church, though nimekuwa na kina Ann some other time. Na ngakena muno ni gukorwo ikaro giki, na njuge Ngai wa muoyo rotuika wa kumurathima. Bwana Yesu simefurahi. Na umesema ati tuambie ati wabariki sana.